Yes darasa, vipi? Mko salama? Wakati mwingine mzuri. Ni prep time, na prep time kama mnavyojua ni uko wakati wa story, hadithi. Darasa ndawapea hadithi yangu. Kabla mjaanza kunipea hadithi yenu, ndawapea kwanza hadithi yangu. Hii hadithi bwana ni ya jamaa mmoja. Kuna kijana mmoja hapo zamani ambaye aliondokea, kijana mcheshi sana. Unanipata? Huyu kijana alikuwa amefanya course ya mechanic. Yaani huyu jamaa kwa kuunda gari ama kutengeneza gari alikuwa vizuri sana. So huyu bwana akamaliza course yake na akakaa kwa muda mrefu kama 1 year akitafuta kazi, ila hakuipata kazi. Sasa siku moja akiwa pale nyumbani akapata yeye ile kupitia gazeti hapa na nini, akasikia akapata fununu kwamba kuna kampuni moja ambayo inapeana kazi. Na hii kampuni kwamba ukipata kazi kule yani wanalipa vizuri. So huyu jamaa akasema kiukweli itabidi niende pale. Ingawa kampuni ilikuwa mbali around 10 kilometers na pale alikuwa anaishi. Na huyu bwana hakuwa na fare. So akasema mimi kiukweli itabidi tu nimejitahidi, hata kama ndamka mapema saa 12 ni ngangane tu, hata kama ni kukimbia tu nifike kule bana, maana anaweza chaguliwa. Yule bwana yani alikuwa na experience kabisa kutengeneza magari. So huyu bwana akajiandaa siku ile Jumatatu asubuhi. Akatoka fashta asubuhi, amejiandaa vizuri, amevaa vizuri, akatoka akabeba ile afrol yake pale hivi kwa kabagi, akatoka kwenda ile kampuni kwenda kutafuta kazi. Huyu bwana si akakuwa anakimbia pale, bado ni giza masaa saa 12. After amesha cover around tuseme 5 kilometers, akampata bwana mmoja pale hivi ako na gari kubwa. Yule bwana amevaa vizuri, ako vizuri, ukimwona yule mtu yani ana tumbo yake unamwona ni jibaba ambaye ana hela. Akampata yule bwana, lakini yule bwana amesimama pale hivi bana, ni kama yani ana stress fulani, unapata, na amefungua bonnet ya gari huko mbele. Akamuuliza bwana, vipi? Akamwambia fresh ndugu yangu, inakuaje? Akamwambia mimi niko fresh, anakuona ni kama una tatizo, yani gari yako ni kama yani ina tatizo fulani. Akamwambia ni ukweli bwana, gari yangu ina tatizo na nilikuwa naenda yani kazini na gari kaniharibikia hapa hivi, na kidogo naja kumpigia mechanic wangu ni mteja, na kwa hiyo saa hizi nashindwa hata ndaenda vipi, itanibidi tu niite taxi ili nifikishe kazini, gari ndairudia baadaye. Akamwambia bwana, yani mimi vizuri kwa kutengeneza magari, yani mimi ni mechanic ambaye ni professional, naweza kutengeneza hii gari irudi vizuri kabisa na uende kazini. Akamwambia bwana, hivi kweli? Akamwambia kweli, mimi natengeneza magari. Akamwambia sawa basi, wewe bwana fanya hivi, wewe tengeneze gari basi. Yaani kama wewe vizuri kabisa na unajiamini, wewe tengeneze gari, mimi nakupea kiasi chochote cha pesa utahitaji ama kitu chochote ambacho utahitaji. Kabia bwana basi fresh. Yule bwana akatengeneza gari hapo hivyo chap, hata kichukua sekunde bwana. Yaani kwa dakika kidogo jamaa amesha fix kila kitu pale, gari ishakuwa fresh. Yule bwana kuingia kwa gari na guruma iko sawa. Akamwambia bwana, inaonekana wewe mkali bwana. Akamwambia mimi mkali. Akamwambia basi nikulipe pesa ngapi? Akamwambia bwana mimi msamaria mwema tu, nimetenda kama mema. Yaani hapa mimi si yuko juu kwa ajili ya pesa. Unanipata, yaani mimi nimekusaidia kama ndugu yangu. Unaona? Yaani vile basi ungenipata kwa shida ungenisaidia. Ndivyo mimi nimekusaidia ndugu yangu. Yaani hapa mimi sinipishi chochote. Usahau kwamba huko bwana ana hata fare kumpeleka huko hivyo yani kampuni kwenda kutafuta kazi. Na ile kampuni ambayo anaenda bakia 5 kilometers ili afike. Na ni saa moja hivi na saa 2 kamili unafaa ukue pale hivyo kampuni. Yule bwana akamwambia basi kama utaki nikulipe na unaenda nje ambayo inaenda, bwana yesi nikupe lift basi. Akamwambia bana yani hapa mimi si yuko juu ya malipo, yani wewe enda tu, yani mimi nimekutendea mema kama ndugu yangu bana, wewe fanya hivi, wewe enda tu. Akamwambia sawa fresh bana, lakini yani mimi sijaona mtu kama wewe bana, yani wewe mkaingi, yani wewe mtu mzuri, yani unatenda tu mema ile utaki kulipwa, yani wewe mzuri hivi bana. Akamwambia ndio hivyo ndugu yangu. Akamwambia safi fresh, yani Maulana akakujalia. Akamwambia sawa ndugu yangu, asante. Yule bwana akaondoka na gari yake. Huyu jamaa akaendelea na ile mbio yake kukimbia kwenda kazini bana. Akakimbia akakava ile 5 kilometers. Kufika kwa kampuni alifika kwa amechelewa, maana alifika saa 2 na karibu madakika 10, yani na 10 minutes, unampata. Kufika pale kwa kampuni bwana akapata watu washachaguliwa, yani wale walikuwa wanahitajika. Anapata yani watu washachaguliwa na kampuni imetosheka sasa, yani wale wengine ambaye wajachaguliwa kaambiwa nyinyi tokeni. So yeye alipata watu wanatoka. Kaanza vipi? Yaani wale watu wamenuna, hata wanaomba chochote. Sasa baada ya watu wote kutoka yeye kaingia. Pale hivi kwanza soja akakwambia nini? Anamwambia bana wewe ingie bana. Yaani hawa sio washachaguliwa, wewe rudi tu. Akamwambia soja bana wewe, acha tu niingie bana. Acha niingie. Hata basi waniambia wenyewe hakuna kazi. Acha mimi niende nikajioneshe mimi. Yaani mimi ni professional kivipi.
Yule soja basi akamuelewa, akamwambia bana, ila mimi najua ukienda pale hakuna kazi. Yaani wewe na tu, lakini washachaguliwa wale walikuwa wanahitajika. Huyo bwana yeye akaenda. Kufika pale hivi akapata supervisor. Supervisor akamwambia vipi? Inakuaje? Akamwambia ndugu yangu mimi hapa mimi nakuja kutafuta kazi. Bwana yeye nimetoka kilomita 10 huko. Bwana yani mimi na sikuwa na nauli hata. Ndio maana hata nimechelewa. Maana nilikuwa nakimbia natoka asubuhi mapema. Na shughuli kidogo hapa hivi ndio maana nimechelewa. Kwa hivyo ndugu yangu, yani mimi nakuja hapa kutafuta kazi na mimi professional bana. Kwa hivyo naomba kazi ndugu yangu. Akamwambia bana, yani sio mimi nachagua hapa hivi. Yaani mtu ambaye anachagua hapa hivi ni bosi. Kwa hivyo mimi itabidi niende pale kwa ofisi nite bosi na manager. Basi wakuja wafanye nini? Wachague. Basi akamwambia haina neno yani hapa. Mimi sawa tu, wewe waite wakuje. Yaani kile kitachotokea ndio hivyo. Ukiniambia hakuna kazi ndaelewa tu. Na pia yani Maulana nijalie pia nipate kazi. Maana nahitaji kazi ndugu yangu. Akamwambia fresh. Yule supervisor akaenda kwa ofisi. Akamuita manager. Akamwambia bwana kuna bwana mwana anatafuta kazi na kiukweli amechelewa, lakini hebu kama usikilize story yake. Yule bwana akamwambia fresh, wacha nisikilize story yake basi. Yule manager akitoka, bosi ndio wakati alikuwa anatoka sasa aende shughuli zingine. Yaani sasa ni kama alikuwa sign zile mabarua za kampuni pale, kwa hiyo anatoka. Yaani ile kutoka hivi anapata yule mwana vipi? Anapata pale wakiongea na manager, anamwambia vipi bwana? Akamwambia fresh, unafanya nini huku? Kaambia mimi ndugu yangu hapa nimekuja kutafuta kazi. Yaani nilisikia hapa kwamba kuna offer ya kazi. Ndio maana mimi nimekuja hapa kutafuta kazi. Yule bosi akamwambia bwana, yaani ile wakati nilipata naye asubuhi nilikuwa nakuja kwa kampuni yangu kutafuta kazi. Kaambia ndio hivyo ndugu yangu. Yaani mimi hata sikuwa najua kwamba wewe ndio unapata kama bosi kwanza kujua kwanza. Isitoshe mimi nilikuwa natenda mema tu nikienda zangu. Yule bosi yani alikuwa kwanza na furaha akasema bwana, unajua nini? Yaani wewe hata hakuna kitu tunaongea hapa. Yaani wewe hakuna kusema tunatafuta kazi. Yaani wewe kazi unayo ndugu yangu. Na sio kazi peke yake. Yaani wewe nakufanya assistant manager wa manager wangu bwana. Assistant manager. Yaani yule bwana hataamini. Yaani amekuja amechelewa na tayari anafanywa assistant manager bwana. Yaani yule bosi anamwambia bwana, unajua nini? Mimi nakufanya assistant manager. Yaani utakuwa mdogo wa manager wangu sasa. Yaani yule bwana alifurahi. Yule bwana analia machozi yani ya furaha. Yaani yule bwana alifurahi yani hata aamini kwamba yani amezunguka mwaka mzima akitafuta kazi. Leo hii amepata kazi na hajapata kazi tu. Yaani amefanywa assistant manager. Furaha iliyoje bwana. Furaha gani sasa? Yaani huyu bwana kikweli alilia, alifurahi. Alienjoy. Unapata anapiga magoti anambia Maulana, Mwenyezi Mungu shukran bana. Yaani umenijalia ile kitu ambacho nimekuwa nikitafuta kwa muda. Bwana furaha. So ndugu yangu, yule bwana alipata kazi hivyo as assistant manager, akapata mshahara ilikuwa mnono. Na akaendelea na maisha yake. Yule bwana alisema mimi sitaacha kutenda mema. Kila kukicha, kila nikiamka mema na mimi natenda mema tu mpaka mpaka jioni. Mimi sitaacha mema. Bwana, darasa ya kwani hadithi ina funzo gani ama inakupatia funzo gani? Wewe tenda mema tu. Usitaki kujua malipo yake nini. Usiangalie malipo. Tenda mema maana haujui siku yako. Hujui nani unamtendea mema. Haujui nani unamtendea mema. Ule unamtendea mema leo, kumbe ndo kesho atakayekusaidia. Bwana hivi kweli kama angekuwa mjinga mpite yule mzee kwa gari pale. Aseme basi hata kama mimi mekaniki basi simsaidii kwa niko nini. Ama basi angeitisha ile hela. Unajua, ile roho yake ya utu, ile kusaidia, ile ubinadamu wake ndio leo imemfanya assistant manager. Kwa hivyo ndugu zangu tutende mema. Usikue unatenda mema alafu unahitaji malipo. Usitende mema alafu ulipwe. Wewe tenda mema maana unatenda mema tu. Wewe fanyia mtu mazuri, na basi wewe utafanywa mazuri. Unaona huyu bwana alitenda mema basi mema yakamfuata. Na hivi kweli angefanya mabaya basi pia angemfuata. Kwa hivyo tenda mema ili mema yakufuate. Fanya mazuri ili mazuri yafanye nini? Yakufuate. Na hiyo ndio imekuwa hadithi yangu class. Natumaini kila mtu ameenjoy, amefurahia na amepata funzo kwamba mema ulipa na mema inakuja na mema. Mabaya yanakuja na mabaya. Ukitenda mema basi mema yatafanya nini? Yatakufuata. Hiyo ndio imekuwa hadithi yangu class. Na hope kila mtu ameenjoy mzee. Na kwa comment hapo
tupia mimi notification, yani tupia mimi comment, niambie next time wahitaji hadithi gani, unataka nikuchapia hadithi haina gani, na pia like, subscribe, pia na ushare manze. Shukran class.